Upande wa siasa, bado Tanzania inaendelea kushika kasi, ikieleweka kwamba mapema mwezi wa 10 mwaka huu uchaguzi mkuu utaenda kufanyika. So mambo yamekuwa ni mengi yanajitokeza, na wote tunajua Tundu Lissu amefungwa, yupo gerezani kwa kesi ya uhaini na uchochezi. Lakini hapa tunaarifiwa kwamba kesi ya Lissu kujadiliwa bunge la Ulaya Mei 7. Bunge la Ulaya limepanga kufanya mjadala wa dharura tarehe 7 Mei 2025 kujadili kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na uchochezi nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye tovuti rasmi ya bunge hilo, mjadala huo utaanza saa 7 kamili hadi saa 4 kamili za usiku, saa za huko Ulaya. Baada ya mjadala huo, wabunge wanatarajiwa kupiga kura ya azimio lenye kumbukumbu namba 2025 mkwaju 2690 RSP siku inayofuata, yani tarehe 8 Mei 2025. So hiyo ndo inayoendelea. Kesi ya Lissu sasa imefika bunge la Ulaya, huko wanaenda kuijadili waone kuna uhalali wa kile ambacho ameshtakiwa nacho, au ni uonevu, au kuna chochote ambacho kimefanyika kwa ajili labda ya kuweza kuzima ndoto zake za kugombea urais kwenye hii nchi. So tutayajua yote hiyo tarehe 7 ambapo bunge litaenda kujadili kesi yake. Lakini pia litakuja na adhimio gani pale ambapo watapiga kura ya maoni tarehe 8 siku inayofuata baada tu ya hilo bunge kufanyika. Lakini huenda ikawa ndo hahueni ya Tundu Lissu, kwa sababu naamini nchi na sheria na katiba zake, lakini asilimia kubwa nchi nyingi za Afrika zinaendeshwa kutoka Ulaya. So mpaka bunge la Ulaya linakaa kujadili kesi ambayo ya nchi nyingine, manake kuna namna ambavyo wanaona hakuko sawa. So wanahitaji kujadili na kuona kuna usawa unaweza ukafanyika. So ndo kitu ambacho kinaenda kufanyika kwa kesi hii ya Tundu Antipas Lissu kuweza kujadiliwa kwenye bunge hilo, na watakuja na mjadala, au watakuja na adhimio moja kwamba hii kesi ipo, au ni vitu ambavyo vinaendelea tu, kwamba wanajaribu kuminya, au wanajaribu kuminya haki ya Tundu Lissu, ama kuna chochote ambacho kinaendelea. So tusubiri tuone ni nini ambacho kitakuja kuamuliwa na bunge hilo. Lakini wakati hayo yakiwa yanaendelea kwenye kesi ya Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hapa pia tunaarifiwa kwamba polisi wachunguza kutuhumiwa askari kupotea kwa mdude wa Chadema. Wote tunajua toka juzi kesi au mtandaoni kulikuwa ni kutekwa kwa kada wa Chadema, huyu mdude ambaye ametekwa akiwa huko kwao Mbeya, lakini mpaka sasa haijulikani. Sasa hapa polisi wao wanasema wachunguza kutuhumiwa kwao askari kupotea kwa mdude. Jeshi la polisi nchini limeanzisha uchunguzi rasmi kufuatia tuhuma nzito zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya askari wake wawili wanaodaiwa kuhusika na mazingira ya kutoweka kwa mwanaharakati Mdude Nyangali. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwananchi mmoja ambaye jina lake bado linafuatiliwa kwa uchunguzi alidai kuwa askari hao walimfuata na kumtaka kushiriki kwenye shughuli za kijasusi kwa ahadi ya malipo ya kifedha. Tuhuma hizo zimezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi na wanaharakati wa haki za binadamu, wakitaka ukweli wa suala hilo kwenye uwazi, na kila mtu ajue kinachoendelea.
Lakini taarifa kutoka makao makuu ya polisi zimeeleza kuwa tayari kikosi kazi maalum kutoka ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai yani DCI kimepelekwa katika mkoa wa Mbeya ambako sakata hilo linadaiwa kutokea ili kufanya uchunguzi wa kina. Wakati uchunguzi unaendelea, tunatoa rai kwa wananchi wote wenye taarifa muhimu kuhusu tukio hili kushirikiana na jeshi la polisi ili kusaidia kufanikisha upatikanaji wa ukweli, limesema sehemu ya taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi hilo. Bwana Mdude Nyagali anayefahamika kwa sauti yake ya ukosoaji dhidi ya viongozi wa serikali kupitia mitandao ya kijamii amewahi kuripotiwa kushikiliwa na vyombo vya dola katika nyakati tofauti. Tukio hili jipya limezusha maswali kuhusu usalama na wanaharakati nchini na nafasi ya vyombo vya dola katika kulinda haki za kikatiba. Mpaka sasa bado haijafahamika rasmi mahali alipo Mdude wala hali yake, jambo linaloendelea kuzua hofu na wasiwasi kwa familia yake na jamii ya watetezi wa haki za binadamu. So hiyo ni taarifa ambayo bado na yenyewe inaendelea kushika mitandao ya kijamii ambapo Mdude mpaka sasa hivi bado haeleweki yuko wapi, japo mashuhuda wengi wanasema ni vitu vingi ambavyo vinaonekana vilitokea. Kwanza inaonekana alivyoenda kukamatwa aliumizwa sana, maana damu zilikutwa kutoka eneo la tukio ambapo ndo nyumbani kwake, lakini mpaka barabarani ambako ndo gari lilisimama lililombeba. Ukisikiliza ushuhuda wa wale ambao waliona tukio zima, sasa haieleweki ni yuko wapi, ni usalama wake upo vipi. So watu mpaka sasa hivi bado wanaendelea kupata wasiwasi mkubwa sana, hasa kwa wale wanaharakati ambao wanaendelea kutetea haki za binadamu, lakini pia kuendelea kukosoa serikali pale ambapo wanaona haiko sawa, kitu ambacho siamini kama ni kibaya. Kukosoa kama tu una uhakika na unachokikosoa ni vizuri ili kuweza kujenga, lakini pale ambapo mkosoaji anakuwa hana usalama au usalama wake unakuwa hafifu, hapo ndipo kesi inakuja na ndipo usalama au hofu za watu wengi zinatokea. Lakini polisi polisi wana haki ya kuchunguza hili tukio, lakini pia tunaamini polisi watafanya kila namna ili kuweza kukamatwa kwa hawa watu ambao wamefanya hili tukio. Maana haya matukio sasa yamekuwa mengi, yameongozana, ambapo watu ambao hawana hatia nowadays wanakuwa wanafanyiwa vitu vibaya, wengine wanatekwa, wengine wanaumizwa. Juzi tu hapa Padri Kitima tumetoka kuona amejeruhiwa hivi kwa masuala haya ya siasa, lakini toka nyuma huko watu wengi wamepotea sana sana sana, lakini bado taarifa zimekuwa ni nzito kutoka hazitolewi. Sasa hili liwe tukio ambalo polisi wanaweza wakatoka front na kuongea kwamba ni kipi ambacho kimetokea katika hili, ni nini ambacho kinaendelea, ili kuweka tu ule uwazi na ukweli na watu kuendelea kuliamini jeshi hilo.